We ni mdau wa haki. Na baadhi ya raia waishio katika maeneo yanayokabiliana na ukosefu wa usalama nchini Kongo DRC waelezea kuadhimisha sikukuu hiyo katika hali ya wasiwasi, huku wakitaka kuimarishwa kwa amani na usalama. Ingawa matatizo yote haya tunayoyapitia, tuendelee kumtegemea Mungu tu. Yeye ndiye anaweza kumaliza matatizo yote, mabadiliko yaonekane. Kwanza muktasari wa habari za dunia. Mamlaka nchini Marekani zimetangaza kugundulika kwa mamilioni ya nyaraka zaidi zinazohusiana na marehemu Jeffrey Epstein, mtuhumiwa wa unyanyasaji wa kingono kwa watoto, na inatarajia kuzitoa hadharani. Mwendesha mashtaka katika wilaya ya kusini ya New York na FBI wameziwasilisha hati hizo kwenye Wizara ya Sheria kwa ajili ya uhakiki. Wizara hiyo imesema kuwa kutokana na wingi wa nyaraka kutolewa kikamilifu, zoezi hilo linaweza kuchukua wiki kadhaa. Taarifa hii inafuatilia kutolewa kwa maelfu ya nyaraka wiki iliyopita. Maelfu ya waumini wa Kikristo na watalii wamekusanyika mjini Bethlehemu kushiriki ibada ya sikukuu ya Christmas katika hekalu alikozaliwa Yesu kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Sam Batenzi na maelezo. Akirejelea miaka miwili ya giza iliyosababishwa na mzozo unaokabili ukanda wa Gaza, Askofu Mkuu wa Yerusalemu Pierre Baptiste Pizzaballa ametoa wito wa Krismasi iliyojaa nuru kabla ya kuongoza ibada ya misa. Kanisa hilo limejengwa juu ya eneo ambalo Biblia inasema Yesu Kristo alizaliwa humo. Sherehe hizo za kumbukizi za kuzaliwa kwa Masihi zinatofautiana kwa kiasi kikubwa na hali ya huzuni na tahadhari iliyotawala katika Krismasi za miaka miwili iliyopita. Uchumi wa eneo hilo unategemea kwa kiasi kikubwa utalii wa kidini ambao umeathirika vibaya katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mlipuko mkubwa umeshuhudiwa katika msikiti uliopo mjini Maiduguri kaskazini mwa Nigeria wakati wa swala ya jioni. Taarifa zinaeleza kuwa waumini wasiopungua 7 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo. Msikiti huo upo katika soko lenye shughuli nyingi la Gamboru linalotembelewa sana na wafanyabiashara. Maiduguri imekuwa mwathirika mkubwa na muda mrefu wa matukio ya uasi wa vikundi vya Kiislamu vinavyoongozwa na Boko Haram. Tume ya uchaguzi nchini Honduras imemtangaza rasmi mwanasiasa wa Kiafidhina Nasri Asfura kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais siku 24 baada ya kura ya uchaguzi mkuu. Mshindi wa pili Salvador Nasralla amesema hayatambui matokeo hayo, akidai kuwa kulikuwa na udanganyifu katika tume ya uchaguzi. Hii ni BBC. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa na Radio 1. Kenya ni Mwanedu FM. Uganda ni Voice of Karamoja. Nchini DRC tusikilize kupitia Radio Muungano Beni na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Maelfu ya waumini na watalii wamekusanyika mjini Bethlehemu kushiriki ibada ya mkesha wa sikukuu ya Krismasi katika kanisa alikozaliwa Yesu. Ibada hiyo ya kwanza iliashiria kuadhimisha kikamilifu sherehe za Krismasi tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Kanisa hilo limejengwa juu ya pango ambalo Biblia inaeleza kuwa ndiko alikozaliwa Yesu Kristo. Huyu hapa ni mwandishi wa BBC Shamai Khalil ambaye alishuhudia ibada hiyo huko Bethlehemu. Mojawapo ya mambo ya kwanza kabisa naelezea ni kuvutiwa anapofika katika eneo hilo. Kumekuwa na sauti nyingi sana zikisikika, filimbi na ngoma na uimbaji wa nyimbo za Krismasi na muziki unaopigwa kwa sauti kubwa mara kwa mara, akisema ni hali tofauti ikilinganishwa na miaka miwili iliyopita. Wakati ulimwengu ukiadhimisha hii leo sikukuu ya Krismasi, baadhi ya raia waishio katika maeneo yanayokabiliana na ukosefu wa usalama nchini Kongo wameelezea kuadhimisha sikukuu hiyo katika hali ya wasiwasi, huku wakitaka kuimarishwa kwa amani na usalama nchini humo. Sasa kabla tujasikia nchini Kongo, sherehe hizi za Christmas zinatofautiana pakubwa na hali ya huzuni na tahadhari iliyotawala katika Christmas zilizopita. Uchumi wa eneo hilo unaotegemea kwa kiasi kikubwa utalii wa kidini umepata pigo kubwa katika kipindi hicho cha miaka miwili. Na Afrika Mashariki nako Wakristo wameungana na wenzao duniani
Marekani kuadhimisha sikukuu hii, ambapo salamu za Krismasi zimetolewa na Rais wa Kenya William Ruto na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wakati huu kiongozi wa kanisa Katoliki, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Jude Thaddeus Ruwa'ichi